ongea kuhusu hili, lakini nimepata kitu ingine tena hapo ndani. Katika ule ujumbe nakumbuka kuna siku niliongelea hivi. Inasema wakati huo mwanamke mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12 akaja nyuma ya Yesu akagusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu vazi lake nitaponywa. Yesu akageuka, naye alipomwona akamwambia, binti, jipe moyo, imani yako imekuponya. Naye yule mwanamke akapona kuanzia saa hiyo. Bwana abariki maandiko. Huyu mwanamke alikuwa na shida ambayo ilikosa utatuzi, mpaka kwa wataalamu wa madaktari wote walishindwa. Sasa ikawa kero kubwa katika maisha yake. Mara ya mwisho ilifundisha kidogo kuhusu hili jambo, kwamba tuliona ile nguvu ya Mungu iliyofanya kazi mahali pale, kwa sababu uwezo wa mwanadamu ulishindwa. Ikawa huyu mama amesalia na tumaini moja tu, ni Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Lakini kitu kikamwambia, nikigusa. Kwanza ile kugusa sio kazi rahisi, kwa sababu alikuwa amezongwa. Sasa uponyaji wake uko mahali, lakini kumezongwa. Kufika hapo mahali sio jambo rahisi. Lakini imani yake huambia kwamba nikigusa tu pindo nitapona, ambapo hiyo kufika kwa ile upindo ni kazi ngumu, lakini kwa imani iliwezekana. Imani inafanya mambo magumu yasiyowezekana yakafanyika. Kwa hiyo nimekuwa nikisoma hii, alafu nikiangalia ile ya mwana mpotevu, najaribu kuziweka pamoja, napata tena zina ujumbe mmoja, kwamba tunapaswa tujitambue sisi ni akina nani. Bwana asifiwe. Sisi kama watoto wa Mungu tunapaswa tujitambue. Usipojitambua, wewe ujue wewe sio wa ufalme, kwa sababu Mungu alimfunulia huyu mwanamke. Sio kwamba alifikiria yeye mwenyewe, alimfunulia kwamba akigusa lile uponyaji uko katika nguvu. Yaani akigusa lile pindo amepona. Lakini sio kwamba lile pindo ndo lilimponya. Ile imani alikuwa nayo kwa Mungu. Bwana asifiwe. Yaani yule mama, ile hali yake alikuwa amekataliwa mpaka na jamii. Yeye ni mchafu. Sasa swali Mafarisayo walikuwa wanaulizana, je, Yesu alikubali vipi kuguswa na huyu mwanamke? Na akakubali kwa sababu wao walitambua kwamba mtu yoyote ambaye anamgusa yeye pia anatengwa, ni mchafu. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo alijua huyu mama ataenda kumgusa, na huyu mama alijua kwamba akigusa tu uponyaji wake unapatikana pale, kwamba Kristo alikubali kwamba yeye afanyike mchafu ili huyu mama atakasike. Na sio kwamba Yesu alifanyika mchafu kwa sababu ya ile hali yake, hapana. Huyu mama naye hakutakasika kwa sababu hali yake yeye ni mtakatifu, hapana. Walibadilishana hali. Bwana asifiwe.
Yesu alikubali huyu mama atakasike kupitia kwake. Yesu akakubali abebe ile hali ya ule mama ili huyu mama ahesabiwe haki. Na alijua kwa sababu yeye si mtenda dhambi, yeye ni mwenye haki. Hata akichukua ile hali ya ule mama haizi hesabiwa kwamba yeye si mwenye haki, kwa sababu yeye anayo haki na anadumu katika haki. Ukiangalia hata mwana mpotevu alipochukua mali zake akaenda huko akatumia vibaya, akakosa mpaka hata chakula, akawa anakula kwa mabaki ya chakula cha nguruwe. Mnajua jinsi nguruwe anakaa mahali pachafu. Sasa chakula kile nguruwe wanakula na hawali kwa sahani, huwa inabwagwa chini. Sasa yule mwana mpotevu alikuwa amefikia ale ile chakula, lakini kitu ilikuja ikamshtua, kwa sababu yeye alikuwa ni mteule. Alijitambua pale kwamba babake ni mfalme, babake ana uwezo. Hata ama atarudi kule kwao, hata awe kama mfanyakazi, lakini atakula vizuri kuliko vile alikuwa anakula pale. Kwa hiyo wapendwa, inatupaswa tujitambue. Kama tukijitambua, Mungu ataweka, kuna kitu anaweka ndani yako, hata ukienda wapi unajua tu wewe ni nani na umetoka wapi na unaelekea wapi. Kwa hiyo Mungu atuongoze tuweze kujijua sisi ni akina nani ili tumfikie Mungu wetu. Bwana wabariki. Sasa